nirudieni mimi asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la kwanza, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Esta, sura ya 4 aya ya 17. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 7 aya ya 7 hadi ya 12. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati ya manabii. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, litujia neno la Mungu siku ya leo linatafakarisha juu ya sala na upendo kwa wenzetu. Wapendwa taifa la Mungu, katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 7 hadi ya 12 tunayotafakari leo, Yesu anaendelea na mafundisho ya mlimani akizungumzia hasa kuhusu kusali na kuonyesha upendo kwa ndugu zetu, ambayo ni utimilifu wa sheria. Katika Injili hii naomba tutafakari kwa pamoja mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, sala. Jambo la pili, mahusiano yetu na Mungu. Na jambo la tatu, upendo wetu kwa ndugu zetu. Jambo la kwanza, sala. Katika Injili hii Yesu anaanza na maneno matatu, yaani ombeni, tafuteni na bisheni, ambapo ni katika kusali tunahusishwa kuomba, kutafuta na kubisha. Ni katika maneno haya ambapo Yesu anatoa ahadi pale tutakaposali inavyopaswa, kwamba katika kuomba nasi tutapewa, katika kutafuta nasi tutaona, na katika kubisha nasi tutafunguliwa. Yesu anaongea maneno haya katika hali endelevu, yaani ombeni, tafuteni na bisheni, akimaanisha tunapaswa kuomba, kutafuta na kubisha bila kuchoka. Yesu katika mafundisho haya alikuwa anawasisitizia Wayahudi kumfahamu ni Mungu yupi ambaye inabidi wasali kwake, ambaye ndiye Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kuomba tunakumbushwa kuwa kama mtoto mwenye njaa akiomba chochote kwa ajili ya kula. Nasi pia katika taswira hii tunapaswa kuomba kwa vitu tunavyovihitaji, tukijua kwamba Mungu anajua mahitaji yetu na atajibu kadiri ya mapenzi yake. Katika kutafuta tunakumbusha kwamba kuna vitu vingine vimefichika na tunahitaji kusali ili tuvipate vile ambavyo pengine tumevipoteza. Katika kubisha tunakumbushwa kwamba sala ni kubisha kwenye mlango ambao ni kuingia katika hali mpya ili kujiweka karibu na uwepo wa Mungu. Wapendwa katika Kristo, kwa kuomba, kutafuta na kubisha siku zote, ndipo Mungu kwa upendo wake hujibu sala zetu. Yeye anajibu kwa namna yake, na njia zake ni za hekima yote na haki yote. Mara nyingi anajibu maombi yetu nyakati tunapoona ingekuwa ngumu kwetu. Maana Mungu sio kwamba anajibu tu,
bali atajibu katika hekima na upendo wake. Jambo la pili, mahusiano yetu na Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, Yesu katika Injili ya leo anatoa taswira ya mzazi mwenye kumpa kilicho chema mwanaye, kwamba akimwomba mkate hawezi kumpa jiwe, na akimwomba samaki wala hawezi kumpa nyoka. Hii ni asili ya mwanadamu, kumpa mtoto kilicho chema kulingana na kile alichoomba, na kama ingetokea akampa jiwe au nyoka, hiyo sio asili ya mwanadamu mwenye kumpa mtoto kilicho chema na kinachostahili. Taswira ya baba anayezungumziwa katika Injili hii ni taswira ya Baba wa mbinguni, ambaye kwa asili humpa mwanadamu zawadi iliyo njema inayomstahili, hasa tunapokuwa karibu na Mungu siku zote kupitia sala na majitoleo mbalimbali. Kama tunavyotambua asili ya mzazi kwa kumpa mtoto kilicho chema, nasi pia tunahimizwa kutambua asili ya Mungu mwenye kutoa zawadi njema kwa mwanadamu. Ili kutambua asili hii ya Mungu, sala na matendo yaliyo mema yenye kutuweka karibu na Mungu yanahitajika. Jambo la tatu, upendo wetu kwa ndugu zetu. Katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 12, Yesu anamalizia kwa kufundisha juu ya kanuni ya dhahabu, yaani watendeeni wengine vivyo hivyo ninyi mtakavyo mtendewe. Katika kanuni hii tunafundishwa kwamba Yesu hakuja kutangua sheria bali kuzikamilisha. Anafanya hivyo kwa kufundisha Waisraeli Mungu wa kweli ni yupi, alipokuja kwenye tabia za kiulimwengu. Sheria zote anaziweka kwenye sentensi moja ambayo ni kanuni ya dhahabu. Katika hili Yesu hakuwa wa kwanza kufundisha kanuni hii ya dhahabu, bali alikuja kujumuisha mafundisho yote. Hapa kinachomtofautisha Yesu na wengine ni upendo wa Baba wa mbinguni. Kwa kufahamu upendo huu, tunaweza kuifuata vyema kanuni hii ya sheria zote zinazofuatia hapo, ambazo zinaakisi upendo wa Mungu na mwanga wa mataifa. Pia katika upendo ndipo tunafahamu thamani yetu kufikia uhusiano wetu na wengine. Tunafahamu pia mahitaji na matamanio yetu na wengine. Zaidi sana, tunapaswa kuacha kuangalia tu mahitaji yetu bali ya wengine. Ili tuweze kutambua mahitaji ya watu wengine, tunahitaji kwanza kudumu katika sala, huku tukitambua kwamba mahusiano yetu na wenzetu ni sura ya ukaribu wetu na Mungu. Ni katika udumifu kwenye kutenda mema Mungu anazidisha baraka zake kwetu. Tunapoendelea na kutafakari kwa ukaribu katika kipindi hiki cha Kwaresma, tutafute siku zote kudumisha uhusiano wetu na Mungu kupitia sala na upendo wetu kwa ndugu zetu, huku tukiongozwa zaidi na neno la Mungu na mafundisho ya kanisa yenye lengo la kutoa katika giza na kutuleta katika mwanga. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Adesius Fabian Tushabe wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto,